Wapongeza shirika hili la KAO kwanza kufanya kazi na vijana, kwa sababu tunajua vijana ni nguvu kazi ya taifa na tunajua vijana tunawategemea. Sasa kwa kuweza kuwasaidia vijana kuondokana na ulevi, kuondokana na matumizi ya madawa ya kulevya ni jambo zuri sana, na sisi kama serikali tunalisapoti kwa 100%, na tupo waendelee kututumia. Wito wangu kwa wazazi ni kuendelea kwanza kuwafuatilia watoto, kutokuwaacha watoto kujilea wenyewe, lakini tunajua wazazi wako kwenye pilika nyingi za kutafuta maisha na kuhakikisha watoto wanapata zile haki zao, lakini wazazi tusijisahau, tukaachia wadada wa kazi, tukawaachia walimu tu peke yao. Sisi wazazi bado tuna nafasi kubwa ya kuweza kuhakikisha hawa watoto hawaingii kwenye ulevi, tuwafuatilie, tujue hatua zao, tujue akitoka shule anaenda wapi, anafanya nini, anakutana na kina nani, marafiki zake ni wakina nani, au marafiki wana tabia gani, kwa sababu kama ambavyo mnakumbuka wakati tunaendelea na hili zoezi tuliambiwa kwamba makundi rika pia yanachangia kwa sehemu kubwa watoto kuingia kwenye kutumia madawa ya kulevya, kutumia vileo. Kwa hiyo ni vizuri mzazi akajua pia kwamba mtoto wake exactly anahusiana na watu gani, anakutana na watu gani, anapotoka shule anakuwa na kina nani, anapokuwa nyumbani, anapocheza, anacheza na watu gani. Kwa hiyo ni vizuri wazazi wakajua. Hiyo itasaidia pia. Kupitia mradi huu wa Ulevi Sio Dili ambao tumeuhitimisha hapa kwa njia ya matembezi ya amani, tukiwa tumeanza mpaka leo hii tumefanikiwa kupata mafanikio mbalimbali. Kuunganisha vijana kupitia michezo na kuwapa zawadi, kuwapa motisha kuwa mabalozi katika maeneo ambayo waliopo. Lakini pia kufanya vikao katika ngazi zote za kata ambayo tunatekeleza mradi. Takriban vikao 26 katika hizo kata zote tumezifanya. Ukiacha na hivyo basi tulifanya pia mafunzo ya ujasiriamali na kuwajengea uwezo namna gani wanaweza kutoa hizo elimu katika hayo maeneo, na tulifanikiwa kushirikisha na kutoa mafunzo kwa vijana takriban 10 ambao hata leo hii hapa wengine tumejumuika nao katika hafla hii fupi. Lakini pia ushirikiano baina sisi na viongozi wa serikali. Sisi kama shirika tukimaliza mradi haimaanishi kwamba ndo tumemaliza swala la pombe au athari za pombe au katika utoaji elimu. Hivyo tumeacha athari pia kwa viongozi na watendaji wa kata ambao tunafanya nao kazi, kwa kuwapa miongozo namna gani wanaweza kuendeleza na kutoa hizi elimu, na wale vijana ambao tulikuwa tunashirikiana nao namna gani wataweza kusaidiana nao katika kuendeleza swala hili la utoaji elimu kwa vijana. Pombe inaanza katika familia. Kuna familia ambazo pombe ni sehemu ya maisha, na hivi ni ngumu sana kuweza kuwazuia vijana. Kwa hivi tuanze kubadilika wazazi. Lakini kuna makundi mbalimbali ya vijana nayo yanachangia pombe, lakini kuna makundi mengine kama kutokuwa na ajira na kutopenda kujishughulisha, kwa sababu ajira sio kuajiriwa na serikali. Ajira ni pamoja na wewe kujishughulisha kazi za kilimo na kazi mbalimbali. Kwa hivyo kitendo cha kukaa bila kufanya kazi yoyote nacho kinachangia mtu kuingia katika makundi ya pombe. Lakini mimi ninaamini kabisa kwamba kibaa bila ulevi inawezekana, kwa kuwa watunga sera tunao, wazazi tunao, na mbinu mbalimbali za kuweza kutuondoa kutoka kwenye pombe na kurudi katika mazingira ambayo sio ya pombe yanawezekana. Tuna uwezo wa kutengeneza mazingira ya kuzuia vijana wadogo kuingia kwenye baa kisheria, kwa kuwa tunaamini umri wa Mtanzania kuanza kutumia kileo ni zaidi ya miaka 18 na sio chini ya miaka 18. Kwa hivyo tunaweza tukazuia kabisa kwamba vijana wasiingie katika maeneo kama, na kuwatengenezea maeneo yao ambayo yanaweza yakawapa nafasi hasa vijana kuathirika pakubwa katika matumizi ya pombe. Actually hilo ni sawa, na kitu kikubwa napenda kuwashauri katika hitimisho hili ambalo limefanyika siku ya leo, napenda kuwashauri vijana especially Kibaha, Pwani nzima na Tanzania nzima, kuhakikisha kwamba tujue kwamba pombe ina athari katika jamii kwa 1% kubwa sana.
Kwanza inalenga katika kuathiri nyanja kama 3 kama sio 4. Kwanza katika jamii. Katika jamii vijana wengi wanashindwa kuheshimika kwa sababu ya matumizi ya pombe. Katika nyanja ya kiafya, vijana wengi tunapoteza maisha sasa hivi kutokana na pombe. Katika nyanja ya kiuchumi, vijana wengi sasa hivi tunashindwa kufanikiwa katika kuwekeza pesa, kuwekeza katika biashara kwa sababu ya pombe. Means that hili swala la pombe limekuwa ni janga kubwa sana kwa vijana, na ukizingatia vijana ndio uti wa mgongo wa taifa letu. Kwa mimi nawahimiza vijana kwa misingi ya kiafya, kwa misingi ya kiuchumi, na pia katika tamaduni baadhi na kidini, nataka tuchukue hatua katika kuhakikisha hili swala tunalitokomeza na tunaliacha kabisa.